Naam. Jambo jingine ndugu yetu ameileta kasida ya Sheikh Muhammad Nasr Ibn Abdullah al-Qadiri radhiyallahu anhu, kusha akasema anaomba maakadhi yake. Kwanza historia, tafsiri na mahadhi ya taasuli hiyo. Hii alhamdulillah mwenyewe alishawahi kuitolea maelezo na tunashukuru Mungu wengi wetu tulikuweko. Haya maneno shekhe kayasema kwenye kaburi ya Shekhe Uwesu kwenye ziara ya kwanza alokwenda kumzuru Shekhe Uwesu bin Muhammad al-Qadiri. Anasema alijidhubika kutokana na ile hali aliyoikuta pale. Watu wamejaa wengi, lakini kila mmoja anaomba chake, tena wanaomba kwa nguvu haswa bila wasiwasi. Basi kila mmoja alikuwa anaomba pesa. Shekhe anasema alichosikia, watu ni wengi kweli kweli, lakini kila mmoja, Shekhe, kwa baraka yako Mungu anipe miskania. Unajua Somali wana vituko sana, na ndo walikuwa wengi wa muridi wake bwana mkubwa yule. Naona yeye na mijumba ya gorofa. Sasa Shekhe kusikia yale maneno na watu wale kila mmoja anasema lake, ndile jadhiba ilimuingia kiasi kwamba ya Arabi, hivi ni kweli kabisa tunaipenda dunia kiasi hichi, na mpaka tuwe sasa kila tunapotabaruku kwa baraka za mawali wako hakuna cha kuomba ila hayo ambayo ninayasikia kwenye masikio yangu kutoka kwa kila mtu. Yani hakupata kukaa hapo kwenye kundi la maarufu ya watu waliokuwepo kusikia mtu anahangaika na husnul khatima, alo elimu kubwa yenye manufaa kwa watu. Vitu kila mtu, Shekhe, kwa baraka zako nataka miskania, misamitiana, migorofa, kwa baraka zako Shekhe. Wanapata watu kwa baraka Shekhe Uwesu na baraka za mawali wa Mungu. Mahala wakisimama hapo kwenye makaburi yao, wao hataki omba hiyo dua nyumbani, Shekhe, kwa baraka wali wako fulani na shida nataka hichi, inakuwa wala hakuna wasiwasi wote. Msije mkasikiliza sikiza mijitu imekufa akili na mioyo hapo na maarifa na ilmu na fahamu, alafu akwambie jambo halifai hafai yeye, sio lile jambo. Kwa hiyo fanyeni tu na tawasalini bila wasiwasi. Lakini kwa jinsi ilivyo, kwa alivyojisikia Shekhe kwamba kuonekana ragaba yako ni kubwa sana ni kwenye maisha ya dunia kuliko ni akhera, si vizuri. Inatakikana ragaba yako iwe kwenye maisha ya akhera ni zaidi kuliko maisha ya dunia. Kisha muombe Mungu akupe vyote inshallah kwa ajili ya manufaa ya dunia hiyo na akhera, hakuna ubaya. Sasa Shekhe alivyosikia hizi hali ndio Shekhe akajidhubika. Jadhiba, mnajua ile hali ya mvuto, kuvuta upande ambao nguvu za kiungu zinafanya kazi ili ukajishughulishe na hilo, ndio akaimba hii kasida. Sasa ndugu yangu kaomba na mahadhi, basi nitasoma na mahadhi. Ya habibi Shekhe Uwesu bin Ahmad, ya habibi Shekhe Uwesu bin Ahmad, anta auni fandur liman kad yataka, anta auni fandur liman kad yataka. Mzee maakadhi aloanzia nayo hii kasida ni hayo. Yani kipenzi changu Shekhe Uwesu ibn Ahmad, wewe ndo msaada wangu. Hebu muangalie mtu alokuja kwako leo, yani anajizungumza mwenyewe, nimekuja kwako, nimesimama mlangoni kwako, natawakali na kutawasali kwa Mungu kwa baraka zako, usiniache Shekhe wangu, nisije nikarudi tupo hapa hali ya kuwa nimefunga safari kwa ajili ya manufaa na faida ninayotarajia kwa baraka zako. Anta gauthu wa waliul qadiri, anta gauthu wa waliul qadiri, rahatul qalbi ayyana la ridaka. Wewe ni mwokozi na wewe ni wali wa tarika Kadiria, raha ya moyo wangu ni mimi kupata radhi zako. Shekhe anazungumza hayo kwenye mlango wa kaburi ya Shekhe Uwesu. Rahatul qalbi ayyana la ridaka, raha ya moyo wangu mimi kupata radhi zako. Ukiniwia radhi wewe, basi na wapenzi wa Mungu akaniwia radhi na Mungu ataniwia radhi kadhalika. Laisa fakhari minal amwali kasira, si fakhari mimi kuwa na mali nyingi, maana alichokuta hapo ni watu wanapiga nini kelele wawe matajiri kweli kweli. Yeye Shekhe akasema hata sijajia hilo. Laisa fakhari minal amwali kasira,
ghaira anni uhibbuka bilikaka. Mimi fahari yangu sikuwa na mali mengi, hapana. Ninachotaka ninachotaka ni kukupenda tu, halafu niweze kukutana nawe. Yani mimi ninachopenda, ninachoomba Mungu anijalie nikupende, kwa sababu ninakupenda, halafu nije nionane nawe, tukutane. Sheikh Uwesu, inni abdu faqiru qadi ataka, inni abdu faqiru qadi ataka, as'alullaha rabbana an yaraka, as'alullaha rabbana an yaraka. Mimi ni mja wa Mungu fukara kabisa, nimekujia wewe Shekhe. Shekhe Muhammadi anajidhalilisha kwenye kaburi ya Shekhe Uwesu, anatafuta muwaswala kati yake na Mungu kwa baraka ya Shekhe Uwesu. Shekhe awe ndo nguzo ambayo kwayo nuru yake ikichomoza basi itamuangazia Shekhe njia ya kumfika Mwenyezi Mungu. Anasema mimi ni mja fukara aliyekujia Shekhe Uwesu hapa. As'alullaha rabbana, namuomba Mungu mola wetu wote, ani haraka nikuone Shekhe, mimi nataka nikuone. Mapenzi hayo. Naona nakumbuka kuna kasida yake moja alisema, na sikumbuki vizuri sasa hivi yale maneno, lakini alisema lau anna laka aina nadhira. Nakumbuka kitu kama hicho, sikumbuki vizuri, lakini kuna lau anna laka aina nadhira, kama we muridi una macho yanaona, muridi wewe kama una macho yanaona, la raaita Uwesa fi sadri, Shekhe Uwesu katika moyo wangu anaonekana. Yani watu wakiniangalia mimi kwa macho yanayoona, Shekhe Uwesu anachumba katika moyo wangu anaonekana humo. Kwa hiyo Shekhe Muhammadi mapenzi yake kwa Shekhe Uwesu yalikuwa saizi. Sasa fikiria yuko kwenye kaburi yake hapo, atasemaje sasa katika jadhiba zake zaidi ya haya? Bin nabi wa jami'il anbiya'i, bin nabi wa jami'il anbiya'i, ma'ali wa ashabi wa dhuraka. Anasema ninaomba kwa baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine wote, maali pamoja na ali nabii familia yake Mtume, wa sahabi na maswahaba zake, wa dhuraka pamoja na kizazi chako. Sheikh Uwesu alikuwa sharifu. Kwa hiyo Mtume kazungumza kizazi chake, kwa maana anajua kwamba nasabu yake ni nasabu ya kutoka kwa bwana Mtume mpaka kufika kwake, kupita kwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib na Abi Fatima mpaka kufika kwake. Sawa, ndo asili akasema ninaomba hivyo kwa baraka ya Mtume na mitume wengine, pamoja na familia yake Mtume na sahaba zake, pamoja na kizazi chako. Maana yake kizazi chake ni cha masharifu. Kwa hiyo kwa baraka yao inshallah bila shaka nitafanikiwa ya kwangu hapa. Sheikh Uwesu, as-salatu alayhimu wassalamu, as-salatu alayhimu wassalamu, wa alaika wa jairani muhibbaka, wa alaika wa jairani muhibbaka. Naomba rehema na amani ziwaendee mabwana wote hao, pamoja na rehema ziwaendee wote pamoja na amani. Wa alaika, na zikujie wewe Sheikh Uwesu wa Jailani pamoja na Sheikh Abdul Qadir Jailani, muhibbaka, yani wapenzi wako hao mabwana. Nasabu hiyo ya Mtume Muhammadi na Sheikh Abdul Qadir Jailani yumo humo. Kwa hiyo wapenzi wako hao wote inshallah rehema na amani ziwaendee na zikuendee na wewe kadhalika. Kwa hiyo hii ndo kasida ambayo Sheikh aliisoma kwenye kaburi ya Sheikh Uwesu baada ya jadhiba kumpanda, ile hali ya kuvutika upande wa Mwenyezi Mungu. Asijishughulishe na wanaoyatafuta wengine hapo. Nafikiri mtakuwa mmenielewa. Hayo maakadhi ambayo ndo ya kuanzia kasida, lakini ina maakadhi mengi ambayo amefundishwa na Sheikh, na mengine alifundishwa na makhalifa wa Sheikh, na Sheikh akayaruhusu akayapokea kama yalivyo. Unajua sio kila mtu yuko sawa na mtu mwingine. Kwa katika makhalifa wa Sheikh kuna watu ambao walikuwa wamekamilika kwa namna ambayo Mungu alikuwa akiwaonyesha vitu na kuwatolea baadhi ya mambo ambayo Sheikh akiyapokea na kuyafurahia sana. Maana hiyo ndio natija ya malezi mema. Hayo inakuwa ndo natija ya malezi mema. Anafurahi kwamba watoto wanaunguruma bado niko
Sasa sina wasiwasi hata nikiondoka. Kwa hiyo kuna makhalifa ambao alhamdulillah Mungu aliwapa satwa ya kwamba walikuwa wakipata hizo hali na kutoka na matokeo mazuri sana ya maahadhi ya kasida ambayo shekhe alikuwa akiyapokea na kuyafurahia na akiagiza yafanywe. Naona, lakini hii ndo alofundisha ye mwenyewe. Nyingine ni ya habibi Shekhe Uwesu bunu Ahmad Allahu Allah. Ya habibi Shekhe Uwesu bunu Ahmad Allahu Allah. Anta auni fandur liman qad yataka Allahu Allah. Anta auni fandur liman qad yataka Allahu Allah. Kwa hiyo hapa kiongozi yule ndo anayosema maneno ya mwanzo, wale wanaoitikia wanafuata ya pili yake. Kiongozi akisema ya habibi, wale waitikiaji wanaomsupport wasema Shekhe Uwesu bunu Ahmad Allahu Allah. Allah ni tahadhiri kwamba mzee, haya kwa jina la Mungu wahi utupe haya mambo. Antauni fandur liman qad yataka Allahu Allah. Wewe ndo msaidizi wangu, msaada wangu ni kwako. Sasa muangalie mtu aliyokuja kwako asiondoke patupu hapo. Shekhe alitawakal na kutawasali kwa baraka ya Shekhe Uwesu hapo kwenye kaburi lake namna hii. Sawa? Marehemu Sheikh Abdul Hamid Kamna alikuwa khalifa mkuu, Mwenyezi Mungu amzidishe kheri. Marehemu Abdul Hamid khalifa mkuu, alikuwa khalifa mkuu. Marehemu Abdul Hamid Kamna ndo alokuja na maakazi haya ya habibi Sheikh Uwesu bunu Ahmad. Ya habibi Sheikh Uwesu bunu Ahmad. Anta auni fandur liman qad yataka. Anta auni fandur liman qad yataka. Huyo ni khalifa mkuu, alikuwa khalifa mkuu wa shekhe, mkubwa wa makhalifa wote, Shekhe Abdul Hamid Kamna. Alituletea kitu kitamu namna hii. Ya habibi Shekhe Uwesu bunu Ahmad. Ya kiongoza sasa ya habibi, waitikiaji wanasema Shekhe Uwesu ibn Ahmad. Asema anta auni, waitikiaji fandur liman qad yataka. Anta auni fandur liman qad yataka. Hivyo basi hapo mzee, Allahu akbar. Wale watu ambao ni majidhubu kweli, wallahi wa billahi, nafsi zinachomozea kwenye mbingu ya saba huko. We wacha rafiki yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni hivi. Sauti yangu mimi sio nzuri sana, lakini kwa maana ya kuelekeza namna ya kusoma ni hivyo. Msije mkasoma na sauti kama hili la kwangu, kasida tamu lakini ikaonekana sio tamu. Haya. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyokuwa. Lakini hilo ni swala la shekhe na makhalifa zake. Sio kwamba kila mtu anaruhusiwa kutengeneza kasida yake na akatoa na maakadhi yake akawaambia watu wafanye, hapana. Kwa wale wanaoona ni sawa kwao haya, lakini hii kwa rai yangu mimi na kwa maoni yangu mimi naona hivyo. Basi Mwenyezi Mungu atufanyie taufiki, inshallah tufanyie sahari. Kwa hiyo kuna ndugu yetu mmoja ambaye aliulizia hili kwamba tuyatoe maakadhi haya na tuwaelekeze na tafsiri, nadhani tayari